Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Rais wa klabu ya Simba Mohamed Dewji ameiandikia barua bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba ili kupewa ruhusa ya kuanza kujenga uwanja wa Simba, na hii inatokana na ahadi ambayo alitoa mwaka 2024. Swali linalokuja, kwa nini Mohamed Dewji andike barua kwa bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba ili kuomba ruhusa kwa ajili ya kujenga uwanja huo? Moja kwa moja tukatazame majukumu ya bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba. Bodi ya wadhamini katika klabu hasa za michezo ina jukumu kuu la kusimamia mali, kulinda katiba na kuhakikisha uendelevu wa klabu kwa niaba ya wanachama. Bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba pia wanahakikisha uwekezaji unafanyika katika usahihi, wanasimamia umiliki wa hisa na kutoa mwongozo wa kimkakati ili kuimarisha uendeshaji na uwajibikaji wa taasisi. Majukumu makuu ya bodi ya wadhamini ni kulinda mali za klabu, kusimamia na kuhifadhi mali zinazohamishika na zisizohamishika kama vile viwanja, majengo na vifaa. Jukumu lingine la bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba ni kusimamia umiliki wa hisa. Bodi ya wadhamini humiliki hisa za klabu kwa niaba ya wanachama, hasa pale klabu inapobadilisha muundo na kuwa wa uwekezaji. Majukumu mengine ya bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba ni usimamizi wa katiba. Majukumu ya bodi ya wadhamini: kuhakikisha shughuli zote za klabu zinaendana na katiba na sheria za nchi. Majukumu mengine ni kusimamia uwekezaji. Bodi ya wadhamini huhakikisha na kufuatilia miradi ya maendeleo kama ujenzi wa viwanja au miundombinu mingine. Bila shaka utakuwa umepata jibu kwa nini rais wa heshima klabu ya Simba Mohamed Dewji ameandika barua kwa bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba ili kuomba ruhusa kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa Simba, kwa sababu bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba ina haki ya kuidhinisha na kufuatilia miradi ya maendeleo katika ujenzi wa viwanja na miundombinu mingine. Katika mkutano wa mwaka wa Simba uliofanyika mwaka 2024, rais wa heshima Mohamed Dewji maarufu kama Mo alitoa ahadi kabambe kuhusu maendeleo ya klabu hiyo. Alitoa mipango ya kujenga miundombinu ya kisasa na madhubuti inayolenga kuibadilisha Simba kuwa timu bora barani Afrika. Pamoja na matarajio hayo makubwa, swali linabaki ni je, Mohamed Dewji itachukua muda gani kutekeleza ahadi zake ambazo kwa makadirio ahadi hizo zinaweza kugharimu kati ya dola milioni 4.75 hadi milioni 10, ambapo ni zaidi ya shilingi bilioni 12.9 hadi shilingi bilioni 27.2. Katika hotuba yake alieleza malengo yake ya muda mrefu ndani ya Simba, akisisitiza kuwa lengo lake kubwa ni kuijenga Simba kwa klabu inayoweza kushindana vilivyo katika michuano ya kimataifa, hasa ligi ya mabingwa barani Afrika. Katika kufanikisha hilo, Mohamed Dewji aliahidi miradi mikubwa ya ujenzi wa miundombinu. Alisema mpango wa klabu ni kujenga miundombinu inayojumuisha kambi zenye viwanja 5 vya kisasa kwa ajili ya mazoezi, jimu ya kisasa, hoteli za wachezaji, eneo la chakula, makumbusho ya klabu na chuo cha kujifunza na kuendeleza vipaji kwa vijana. Hiyo itakuwa ni miundombinu muhimu kwa ajili ya kuiwezesha Simba kuwa na maendeleo endelevu, na sio tu kwenye soka la ndani bali soka la kimataifa. Mohamed Dewji alinukuliwa akisema, tunatarajia kujenga kambi zenye jimu, eneo zuri la wachezaji, sehemu ya chakula, viwanja 5 vya kisasa, makumbusho ya klabu na chuo yani academy kwa ajili ya maendeleo ya vijana ili kukuza na kuendeleza vipaji. Kauli hiyo inaonyesha dhamira ya kuhakikisha kuwa Simba inakuwa na miundombinu bora zaidi ambayo itaiwezesha klabu hiyo kufikia malengo yake ya muda mrefu.